Kwa majina ninaitwa Mchungaji Yonasi Kidamali Chatila, mkurugenzi katika idara ya uwakili na ni mlezi wa chama cha ATAPE ambacho kinafanya mkutano wake katika ukumbi huu. Ndugu mgeni rasmi, ningependa kukaribisha katika mkutano huu wa ATAPE wa kwanza kabisa ambao umefanywa na jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania, yani Southern Corridor Field, ambao uko chini ya kanisa la Waadventista wa Sabato wanaofanya ibada zao siku ya Jumamosi. Na tunaposema jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania linachukua mkoa wa Lindi, mkoa wa Mtwara na wilaya moja ya Tunduru, na hilo ndilo jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania la Waadventista wa Sabato. Aidha, nipende kukueleza mbele yako mgeni rasmi nini maana ya ATAPE kwa ufupi sana. Neno hili ATAPE ni kifupi cha maneno matano. A ikiwa na maana ya association, T ikiwa na maana ya Tanzania, A ikiwa na maana ya Adventist au unaweza kusema Seventh Day Adventist, na P ina maana ya professionals na E ina maana ya entrepreneurs, ikiwa na maana ya chama kilicho ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato kinachokusanya wanataaluma na wajasiriamali kwa upana wake. Baada ya kusema hayo, niseme sasa huo ndio mkutano ambao unafanywa hapa katika ukumbi huu wa wanataaluma na wajasiriamali. Na kwa namna pekee sana ningetamani kuwasimamisha wanamkutano wote kwa pamoja ambao ni wajasiriamali na wanataaluma. Kwa mmoja wenu na kwa namna pekee naomba msimame, halafu mseme amina. Amina. Mfanye mkono hivi kumkaribisha mgeni wetu rasmi. Semeni karibuni sana. Mungu awabariki sana. Pamoja na kuwatambulisha wanachama wote, wafuatao ningetamani niwapatie kipaumbele sana. Ndugu mgeni rasmi, katika mkutano huu tunazo kwaya 5, na kama utapenda kwaya chache kati ya hizo zinaweza zikaimba na wewe ukasikiliza kidogo. Kwaya ya kwanza nikikutaja unasimama na usikae mpaka nitakapomaliza. Kwaya ya kwanza ni kwaya inayoitwa Tunduru Central, naomba mahali mlipo msimame. Kwaya ya pili ni kwaya ya wanachuo wa Mtwara, kwaya ya Tukasa, naomba mahali mlipo msimame. Kwaya ya tatu inaitwa The Hope Generation, inatoka katika kanisa la Mtwara mjini. Na kwaya ya 4 inaitwa Agape kwaya kutokea Tandahimba, mahali walipo wasimama wako pale nyuma. Na kwaya ya mwisho inaitwa Ufunuo kwaya, nayo inatokea hapa Mtwara mjini kwenye jimbo lako. Kwaya ya Ufunuo mahali walipo wanaweza kasimama. Jamani, tuwape amina wana kwaya hawa. Amen. Lakini wakati wanakwaya wanakaa, ninatamani niweze kuwatambua viongozi wa kanda mbalimbali za ATAPE katika jimbo letu. Katika kanda ya Tunduru tunaye mtu anaitwa Joseph Mwelelo, mahali aliposimama, ukisimama usikae. Ni kiongozi wa ATAPE katika kanda ya Tunduru, naye ni mfanyabiashara. Kanda ya Tandahimba anaitwa Kennedy Chipando, mahali alipo amesimama pale. Kanda ya Masasi anaitwa Mwanauta Ibrahim, ni mkurugenzi wa halmashauri ya Nanyumbu, bila shaka bado hajafika. Lakini tunayo kanda ya Nachingwea ambapo kuna mtu anaitwa Sokose Frank, ni mkuu wa chuo cha Life kilichopo pale Liwale. Lakini tuna kanda ya Mtwara ambayo inaongozwa na Pendo Mshiba, mahali alipo naomba asimame.
ni miongoni mwa mama mfanyabiashara mkubwa hapa Mtwara. Lakini kuna kanda ya Lindi ambapo kuna mtu anaitwa Betha Mwangila, taarifa zake nilizonazo kwamba bado hajafika. Lakini tunayo kanda ya Kilwa ambapo kuna mtu anaitwa Masijili Mbaga, naye nimepata taarifa kwamba bado hajafika. Kwa mmoja wenu naomba mkae. Wakati mnakaa mpaka sasa wamefika wachungaji kadhaa, huwa tunawaita district pastors ama walioko kwenye majimbo madogo ama wachungaji wa mitaa. Tunaye mchungaji Mahona Nduru mahali alipo, naomba simama. Lakini tunaye mchungaji anaitwa Noah Mlinde mahali alipo, naomba asimame. Na tunaye mchungaji anaitwa Mpembeni mahali alipo, naomba asimame. Jamani, unasemaje kwa wachungaji hawa? Na kwa namna pekee sana, wakati wachungaji wanakaa, ningependa kuwatambulisha sasa viongozi wa ATAPE katika ngazi ya jimbo ambao wakifanya kazi pamoja nami kuhakikisha kwamba mkutano huu wa ATAPE na ATAPE kwa ujumla kwenye jimbo inaenda kama ambavyo makusudi ya kanisa yamejipangia. Kwanza kabisa nimtambue mwenyekiti anaitwa Bright Anzawema mahali alipo, naomba simama na usikae mpaka nitakapomaliza. Lakini tuna mwenyekiti mipango na fedha kwenye chama cha ATAPE jimbo anaitwa Juliana Manyama. Lakini pia tuna mwenyekiti uinjilisti anaitwa Edson Mlelo kwa pale. Lakini tuna mwenyekiti uwekezaji anaitwa Bwire Chilia yuko pale. Na tuna makatibu wawili, wa kwanza anaitwa Agnes Mabula hadi sasa hajafika, na wa pili anaitwa David Joshua mahali alipo, naomba simama. Tunaye mwaziri pia wa chama cha ATAPE kwa ngazi ya jimbo anaitwa Baraka Mambopo mahali alipo, naomba simama. Na tunaye kiongozi wa mawasiliano wa ATAPE anaitwa Watson Mwakidiola mahali alipo, naomba asimame. Naona anaendelea na kazi yake vizuri kabisa. Na tuna kiongozi mwingine ambaye ni kiongozi wa uwezeshaji wanawake anaitwa Valenciana Justin mahali alipo, naomba asimame. Basi kwa mmoja wenu mnaweza mkakaa. Na nitumie fursa hii pia kuwatambulisha wakufunzi ambao tayari wameshatufikia tayari, wanaohakikisha kwamba mkutano wetu unapata elimu ya kutosha. Tunao wakufunzi wengi, lakini kwa sasa nitafanya utambulisho kwa wakufunzi watatu. Wa kwanza anaitwa John S. Balegea, naomba usimame. Huyu ni mkufunzi na mratibu wa mafunzo biashara na bidhaa za viwanda, yaani SIDO hapa Mtwara. Jamani, mnasemaje kwa mtu huyu? Na ameshaanza tayari kutufundisha na mambo yake yametufaa sana. Na tuna mwingine anaitwa Dr. Nyakujanga. Huyu ni mkufunzi mbobezi, mwandishi, na pia anajihusisha na mambo ya kufanya mashauri ya vijana, au naweza nikasema kwamba ni mshauri wa vijana kimataifa, ambapo ni sehemu ya wizara yako. Lakini pia amekuwa ni mwalimu wa wanafunzi wa degree, postgraduate, PhD pamoja na masters, na amekuwa ni mkufunzi kwenye mkutano kama hii akifundisha watu mambo ya ujasiriamali na namna ya kufanikiwa kwenye mambo ya kiuchumi. Nadhani kwa sisi ambao tunamfahamu na tunakufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ile kazi ya kuelimisha Watanzania kufanikiwa kiuchumi, dokta huyu pia amekuwa akifanya kama kile wanachokifanya, na mpaka sasa wameshaanza tayari kutufundisha hapa, na tunaona mwelekeo, tukitoka tutakuwa kama ambavyo tumekuja. Mnaweza mkakaa. Na mkufunzi wa mwisho ambaye napenda kumleta kwako si mwingine, anaitwa Mchungaji Isaac Msafiri Mtenzi. Bado sijasikia.
Bado sijasikia. Nataka nisikie tena. Mchungaji Msafiri Isaac Mtenzi, yeye ndiye askofu mkuu wa jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania. Kwa namna ya pekee sana ningekuomba askofu usimame kisha utakaa, maana huenda waziri akawa hajakufahamu. Na utanisamehe sana kwa adhabu hii. Unaweza kukaa. Na ningetamani nimweleze kidogo askofu huyu mbele ya mgeni wetu rasmi ili aweze kumfahamu walau. Mchungaji Msafiri Isaac Mtenzi amefanya kazi kwenye kanisa hili kwa muda mrefu sana. Amefanya kazi kama mlei, kwenda kufungua kazi kwenye maeneo mapya kwa miaka mingi sana. Lakini amekuwa mchungaji kwa ngazi ya huwa tunasema ni district pastor, ama ni mchungaji wa mtaa, ama mchungaji wa majimbo madogo ambayo anaweza kuwa na kanisa moja ama makanisa kadhaa yaliyounganishwa kwa pamoja kwa miaka mingi. Amekuwa mkurugenzi wa idara ya huduma katika jimbo la Mbeya, lakini pia amekuwa evangelism coordinator wa chuo kikuu wa chuo kinachoitwa Kibidula ambacho kiko mkoa wa Iringa. Lakini Mwenyezi Mungu alimpatia kibali akaenda kukaa Kongo miaka 12. Na alipoenda kukaa Kongo miaka 12, amefanya kazi zifuatazo. Amefanya kazi kama president wa chuo cha uinjilisti cha Kongo. Amefanya kazi kama evangelism coordinator kule Kongo. Amefanya kazi kama managing director wa radio inaitwa Three Angels iliyoko pale Kongo. Na akiwa Kongo amepata fursa nyingi ya kwenda kuwa train wa injilisti wa lei kwenye nchi mbalimbali na kwenda kuzungumza na watu juu ya Afrika na namna ambavyo uinjilisti unakwenda na akafanikiwa sana. Nadhani kwa kanisa letu Mchungaji Msafiri Isaac Mtenzi ni miongoni mwa wachungaji waliosafiri nchi nyingi sana kuhakikisha kwamba ujumbe unakwenda. Na alipotoka Kongo, aliporudi, Mungu akamuita kuwa katibu mkuu wa jimbo la Southern Highland Conference ambao alikuwa anachukua mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na Ruvuma. Na ilipofika mwaka huu mwezi wa 6 tarehe 24, Mungu akamuita kuwa askofu mkuu, yani president wa jimbo la ukanda wa kusini mwa Tanzania ambalo tumekuwa tukiliita Southern Corridor Field, ambayo inajumuisha mkoa wa Lindi, Mtwara na Ruvuma, ikiwa moja ya jimbo lako likiwa ndani yake. Amina. Na baada ya kusema hayo na kufanya utambulisho huo, ningetamani sasa nimwalike askofu wetu aje atutambulishie mgeni wetu katika mkutano huu. Mungu awabariki sana. Jamani, mnasemaje? Amina. Semeni tena. Amina. Hebu tupige makofi. Basi Pastor Chatina, mkurugenzi wetu wa idara mbalimbali ambazo tuko nazo katika kanisa letu, hasa katika jimbo letu la ukanda wa kusini, na kushukuru sana kwa utambulisho ambao umetoa. Kwa kweli umenipunguzia kazi. Kazi yangu imebakia ndogo tu ya kumtambulisha mheshimiwa ambaye ni mgeni rasmi ambao atakuja kutembelea siku ya leo hapa. Kwa hiyo ninayo heshima kubwa sana, ndugu mgeni rasmi, kuweza kukaribisha katika mkutano huu. Karibu sana. Asante. Mgeni rasmi yeye ni mheshimiwa kwa jina Joel Nanauka. Yeye ni waziri wa nchi, ofisi ya rais, anayehusika na maendeleo ya vijana. Nasemaje kwa ajili hiyo? Lakini yeye pia ni mbunge wa jimbo la Mtwara mjini. Nasemaje kwa ajili hiyo? Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukuambia kwamba
tunajisikia vizuri na tunafurahi kabisa tunapoona viongozi wa serikali mnakuja kutuunga mkono katika mikutano ambayo tunaifanya. Na tunashukuru sana kwa kufika kwako, na tunaamini kabisa ya kwamba utakuwa na maneno ya kuongea nasi siku hii ya leo. Na kama alivyosema mchungaji Chatila, hawa ni wana ATAPE, watu ambao ni professionals pia na entrepreneurs ambao wanakuja hapa kwa ajili ya kujifunza mambo ya kujiendeleza kiuchumi. Lakini pia tunakuwa na aspect ya mambo ya kiroho, na ndio sehemu kubwa ambayo mimi nitaifanya, kwa sababu tunaamini ya kwamba mambo ya kiroho yakiungana na ya kimwili unaweza kuwa na mafanikio makubwa. Amani itakuwepo na utulivu, na ndipo watu wataweza kufanya kazi zao kwa umakini zaidi. Na tuna mifano kadhaa katika Biblia ya watu ambao Mungu aliwajalia kuweza kufanikia katika mambo wanayoyafanya kwa sababu walimheshimu na kumtii Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa namna pekee kabisa tunakushukuru sana kwa kuacha shughuli ambazo ungeweza kuzifanya au hata sikukuu na kuja kujiunga nasi ijapokuwa kwa muda mchache. Tunasema Mungu akubariki na akujalie katika kazi yako unayoifanya. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, napenda sasa nikukaribishe uweze kuja mbele yetu uweze kuongea nasi kwa yale ambao uko nayo. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Na kondoo ameshinda. Tumfuate. Mheshimiwa Baba Askofu Safiri pamoja na timu ya uongozi mzima, lakini pia wana ATAPE mlioko hapa, wametoa taarifa, wametoka mikoa na maeneo mbalimbali wakiwemo na wenyeji wa Mtwara mjini. Basi mimi naomba kwa sababu mmenikaribisha na mimi niwakaribishe jimbo la Mtwara mjini. Karibuni sana. Nimefarijika sana nilipopata taarifa kwamba mnafanya kikao chenu hapa na Mama Manyama. Nasikia anaitwa mkurugenzi wa mipango na fedha, lakini huku kwetu ni mtu wa maendeleo ya jamii. Na mimi ni mama yangu wa siku nyingi, hata kabla sijawa kiongozi tumeshirikiana kwenye mambo mengi na mambo mengi sana ya kijamii pia. Kwa waliponiambia kuhusiana na jambo hili, na kwa kujua kwamba na mimi nimekuwa mdau mkubwa sana wa masuala kama haya, sikusita kusema kwamba nitakuja hata kwa muda mdogo, lakini angalau tupate nafasi ya kuzungumza pamoja. Kwa hiyo niwapongeze sana. Kwanza nipongeze kanisa kwa kile ambacho mnakifanya. Tunajua sisi binadamu ni roho, tunaishi ndani ya mwili, lakini tuna nafsi. Kwa kwenye nafsi tunakutana na akili na ufahamu wa kukula. Ili binadamu yote awe na thamani, hatakiwi tu kulishwa rohoni, anatakiwa pia kulishwa kwenye ufahamu wake. Na mimi ninaamini kwamba kiwango cha Mungu kumtumia mtu huwa pia kinachagizwa sana na kiwango chake cha ufahamu. Amen. Kwa hiyo tunapokuwa na semina kama hizi, mwingine anaweza akasema kanisa linashughulikaje na mambo ya ujasiriamali na mambo ya professionals, lakini kwa nuru ya ulimwengu maana yake ni kwenda kuonyesha vile ambavyo katika hali ya kawaida haviwezi kuonekana. Haleluya. Na sababu ni waamini, nitumia Biblia pia kama authority ya kuzungumza. Amen. Biblia inatueleza wazi kabisa kwamba Mathayo 5:13 anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru haihitajiki mahali ambako pana nuru. Nuru inahitajika mahali penye giza. Kwa ukiona mambo yako sawa mahali, ndipo sehemu ambayo wewe unakuwa na thamani zaidi. Ukiwa ndani ya nyumba yako unaweza ukawa una tochi, unaweza usiitafute siku zote mpaka siku umeme umekatika. Thamani ya nuru ni uwepo wa giza. Maana kunapokuwa na changamoto hizo za kiuchumi, za kijamii, za kijasiriamali, kwenye taasisi, kinachohitajika pale ni nuru ambayo inaweza kwenda kumulika.
na hiki tunachokifanya ni kuifanya nuru yetu iangaze zaidi. Biblia inasema nuru ikiangaza zaidi, watu watamtukuza Mungu wetu tunayemwabudu. Kwa hiyo ningesema nipongeze sana juhudi kama hizi, na tunazihitaji nyingi zaidi, kwa sababu serikali kama serikali haiwezi kutimiza mambo yote kayafanya peke yake. Sasa mambo machache ningependa niagusie unapoendelea katika semina hii na retreat ambayo unaifanya. Jambo la kwanza ni muhimu kufahamu kwamba kama mwanadamu, kila mtu ana nafasi ya kuwa mkuu katika ulimwengu. Hakuna mtu ambaye anaumbwa kuwa mtu mdogo. Unachotakiwa kujua ni kuchagua field yako, eneo lako, na katika lile eneo lako uwe mkuu katika eneo lako, uwe reference katika eneo lako. Ndio maana leo ukienda kwenye sanaa za maigizo, nikikwambia utaje majina 5, wote hapa kuna watu mtawarudia kwa 5. Nikakwambia nenda kwenye mchezo wa mpira wa miguu Tanzania, nitajie wachezaji wakubwa 5, mtatofautiana mmoja wawili, lakini wengi watajirudia. Field yoyote ile iliyo, kuna watu wanaibuka wanakuwa wakuu kwenye field. Sasa wewe unachotakiwa ni kuchagua eneo lako. Alafu ukishachagua lile eneo lako, ji-equip, wekeza katika kiwango ambacho na wewe pia watakapokuwa wanataja watu kwenye eneo lako, wewe pia uwe mtu mmoja wapo. Mafanikio, Waingereza wanasema success leaves clues. Mafanikio huwa yanaacha alama. Kwa cha kwanza, define your field. Chagua eneo lako ambalo unataka ujulikane katika hilo, kwamba mimi ni expert kwenye jambo fulani. The jack of all trades is the master of none. Mtu anajaribu kufanya kila kitu, anaishia kutokuwa kitu. If you try to be everybody, you end up becoming nobody. If you try to do everything, you end up doing nothing. Kwa specify. Ndio maana Yesu alipokuja duniani, kuna watu wanataka kumfanya kuwa mfalme. Biblia inasema akakimbia akajificha. Imagine mtu anataka kufanya mkuu wa nchi afa anakataa. Kwa nini? Kwa sababu anasema nalijua kusudi ambalo limeletwa nalo duniani. Amen. Sio kila kitu kizuri unatakiwa kufanya. Not everything good is right for you. Nyoka alipomwonyesha tunda Eva alisema it is good to behold. Ni zuri kwa kuliangalia, lakini alikuwa zuri kwa kula. Kuna fursa nzuri kwa kuziangalia, lakini sio za kwako. Define your field. Chagua eneo lako ambalo ujipe miaka yako 3 mpaka 5. Nasema hili eneo akitajwa mtu kwenye hii field, na mimi lazima nitaje. Yes. Ukishapata field yako, next step, invest kwenye field yako. Invest. Kitabu kimoja kinaitwa Outliers, nzuri sana. Anaonyesha kwa nini watu wanaweza kuwa kwenye mazingira yanayofanana, wakapewa resources sawa, lakini mwisho wa siku wengine wanafanikiwa, wengine hawafanikiwi. Kwa mfano hapo watu wanaweza kusema shida yetu ni mtaji. Tukawapa mitaji sawa wote hapa. Lakini I can tell you, baada ya miaka 3 au 5, kuna mtu atakuwa mtaji wako umeisha, kuna mwingine umeisha na ana madeni. Mwingine wako atakuwa umezalisha mara 2 zaidi. Issue sio rasilimali ulionayo mkononi. Issue ni ufahamu ulionao katika rasilimali ulioshika. Ndio maana yule mwanamke mjane alikuwa na mafuta ndani, lakini alikuwa anaenda kuomba mpaka Elisha alipomfungulia ufahamu. Akajua kwamba mafuta ni resource muhimu. Mungu anapotaka kukuinua huwa haanzi na usicho nacho, anaanza na ulicho nacho. Amen. Ndio maana alipokutana na Musa akamuuliza, una nini mkononi? Akasema nina fimbo. Ukisoma ile Kutoka 4 mwanzo anasema fimbo ya Musa, mstari wa 16. Mstari wa 20 inasema Musa akachukua fimbo ya Mungu. Fimbo ile ya Musa, Mungu alipoingia na kumpa ufunuo, ikageuka kutoka fimbo ya Musa ikawa fimbo ya Mungu. Kipaji hicho tu tunacho. Biashara ile ulionayo, ukipata revelation inageuka kutoka biashara ya mtu inakuwa ni biashara ya Mungu. Inageuka kutoka taaluma ya mtu inakuwa taaluma ya Mungu. Kwa hiyo invest kwenye kitu hicho nacho. Wataalamu dunia nzima wamefanya utafiti, wamegundua kwamba ili mtu awe expert kwenye eneo lake anahitaji kutumia masaa 10,000 hours.
kwenye kitu tunachofanya. 10,000 hours. Masaa 10,000 ni average ya kutumia risali 1.5 kwenye field yako kwa muda wa miaka 5 mfululizo kila siku ya kuacha. Kwa ukitaka uwe expert chini ya miaka 5, maana utumie masaa zaidi ya hayo. Hakuna mtu anayefanikiwa kwa kubahatisha. Mafanikio yanagaidiwa na principle ya cause and effect, kichocheo na matokeo. Siku moja kwa mmoja huyu anaitwa Usain Bolt, mkimbiaji ambaye mpaka leo bado hakuna mtu amevunja rekodi yake. Kanaambia una bahati, unakuwa mkimbiaji mzuri, unakimbia, umefanikiwa, ulizaliwa na miguu mirefu, mifupa yako ikoje na nini, kila ukienda kukimbia unashinda. But it's not true. Mimi ni Jamaika kama alivyojamaika wengine tu. Usain Bolt mita 100 alikuwa anakimbia sekunde 9. Mita 100 unafahamu? Sekunde 9. Mita 200 anakimbia sekunde 19. Amekimbia Olimpiki 4 kwenye maisha yake. Katika Olimpiki 4 amekimbia jumla ya sekunde, ukizungumzia kwenye kila Olimpiki ukazungumzisha ni jumla ya sekunde 113 tu basi. Na maana hajafikia masaa dakika 2. Sekunde 113. Lakini katika hizo sekunde 113 fedha aliyolipwa ni dola milioni 119. Manake sekunde moja ina thamani ya zaidi ya dola milioni 1. Akawaambia hivi, nyie mnaniona kila baada ya Olimpiki. Olimpiki wanakimbia baada ya miaka mingapi? 4. Kwa nyie mnaniona kila baada ya miaka 4. Ninakuja uwanjani, nakimbia sekunde 9, nikimaliza nachukua medali. Mnanishangilia kwa sababu nyie mnaniona ndani ya sekunde 9. Mmeshawahi kujiuliza miaka 3 na miezi karibu 11 huwa ninakuwa wapi kabla sija kwenye uwanja kukimbia? Akamwambia kile ninachokifanya wakati wa mnioni ndicho kinachofanya mnishangilie wakati mnaniona. Tafsiri yake ni nini? Who you are in public is defined by what you invest in the private. Kile unachokifanya wakati watu waone ndicho kinakufanya watu wakuone wa maana. So, magundua field yako umeidefine. Second step, invest. Usitafanye nguvu zako. Concentrate kwenye kitu ulichokichagua, uwekeza pale. Sasa najua wakati unajitafuta unakuwa unafanya mambo mengi, natambua hicho kitu. Lakini on the course ya kufanya mambo mengi, mwisho wa siku tuwe na jambo linalokulifanya. Kuna watu ukiwasimamisha ukauliza wewe ni nani, hawezi kujibu. Au kuna watu mimi nikitafuta rafiki zako nikauliza huyu jamaa ni nani, hawezi kukuelezea. Ukiona unapata shida kujidefine, ina maana ulimwengu pia hauwezi kukudefine. Na kama ulimwengu hauwezi kukudefine, huwezi ukapata resource na force. Kwa sababu iko hivi, ukitaka kunyoa kinachokuja kwenye mwako uende wapi? Saluni kwa kinyozi. Ndivyo unapopata hela. Jino likikuuma, umtafuti fundi wa gari. Unamtafuta dentist. Ukiwa na shida macho, unamtafuta mtaalamu wa macho. Swali, watu wakiwa na shida gani, jina lako linakuwa kwenye akili yao? Yaani tangu tumeamka leo mpaka sasa hivi, unawaza nani amekufikiria na akufikirie kwa sababu gani? Yaani nani amekuwaza wewe na atakuwa amekuwaza kwa nini? Kadiri unavyowazwa na watu wachache kwenye shida zao, ndivyo unavyoshindwa kufanikiwa kwa haraka kwenye maisha yako. Kwa sababu mafanikio ni matokeo ya kutatua changamoto au kutengeneza thamani. Anayetatua changamoto kubwa anapata thamani kubwa na fedha nyingi. Au anatoa matatizo madogo lakini mengi na kwa mara nyingi anapata fedha nyingi. Au anaitengeneza thamani pia na yeye anapata pesa. Pesa, money flows in the direction of value. Sasa ndio tuko ufunguzi au nisomo nenda selewe. Lakini sinaruhusu nishare mambo sio. So money flows in the direction of value. Fedha inafuata thamani. Fedha kwa Kiingereza wanaita currency. Sio currency. Currency imetokana na current. Mkondo au kama ule umeme unaotembea. Fedha huwa haiwezi kuwa static. Siku zote fedha, ndio maana wewe ukiwa na hela usipokuwa na budget lazima iishe. Kwa sababu fedha haijaruhusiwa kukaa na mtu ambaye hajui matumizi yake. Sasa ndio maana investment technology ni muhimu kwa sababu kiwango cha fedha unachoweza kukaa nacho kinalingana tu na kiwango cha ufahamu wa fedha ulicho nacho. Hapa ndio mfano. Hapa hivi tulivyokaa, kila mtu kiwango chako cha elimu ya fedha kinakuruhusu kukaa na idadi fulani ya fedha.
Kuna watu hapa kiwango cha mwisho unaweza mkashika ni milioni 5. Wengine ni milioni 10. Sio kwa sababu Mungu hataki kukubariki, ila kiwango chako hakikuruhusu ukaa na milioni 100. Ukitaka unielewe ni hivi. Ukimpa hela mtu ambaye kiwango chake cha fedha ni milioni 5, na kuzungumza ufahamu wake ni milioni 5. Ukimpa milioni 10, lazima aitumie kwanza ile milioni 5 ya ziada. Ikibaki milioni 5 ndo akili zinarudi za kwanza kupanga bajeti. Ndio maana mtu ameletea mimi kabisa. Ndio maana watu wanaoshinda bahati nasibu, kama hawaja upgrade kiwango chao cha ufahamu wa fedha, hawawezi kufanikiwa. Kuna watu hapa nchini wameshawahi kushinda milioni 300, milioni 100, milioni 50. Nenda kwa tafuta. Tafiti zinaonyesha watu wote wanaopata hela za ghafla hawawezi kukaa nazo. Wakikaa nazo wengi miezi 6. Na wewe ndivyo hivyo. Leo utapata masomo, ukipata fursa kupata hela, kama huja upgrade kiwango chako cha elimu ya fedha, nikikupa fedha inaanza kupiga kelele, nitumie. Kwa hiyo unakaa na mimi. Utaona tunaenda kwenye ATM, unaangalia salio. Ukikuta mtu una njani, unampa michango na haidi tu bila sababu za msingi. Ikishaisha unasema tulifundishwa mambo ya kupanga bajeti. Kwa sasa ninaongea bado. Unajua hapo kiwango chako ndio kimefanya nini? Mama Nyama ni shahidi. Serikali inatoa fedha nyingi sana. Hizi nilikuwa naongea na waandishi wa habari, nikamwambia mpaka sasa hivi vijana kupitia halmashauri wamepatiwa bilioni 36.6. Kupoteza asilimia 4. Bilioni 36.6. Kazi tafute sasa. Kwa sababu fedha sio kigezo pekee cha kumfanya mtu afanikiwe. Na watu wengi ukiwaambia, hasa watu wenye silamali kama ukiongea nao, cha kwanza wanakuambia sina mtaji. Kwa akili yao wanaambia mtaji wa kwanza ni nini? Ni fedha. Ukipewa fedha zaidi ya ufahamu wako juu ya fedha, huwezi kufika mahali. Kwa sababu fedha ina saikolojia. Fedha ina tabia kama mwanadamu. Ndio maana kuna kitu kinaitwa psychology of money. Kwanza hizo kukaa na mtu mwenye kelele. Yaani kwa sababu ukipata hela kila mtu anajua. Fedha wale usukana nayo. Haipendi kelele. Inapenda utulivu. Kwa hiyo ukiwa ukipata fedha lazima uwe unajionyesha nini? Itakukimbia tu kwa sababu yeye haipende hayo mambo. Ni kama wewe unapenda mtu mwenye kelele. Hauwezi kupenda mtu mwenye kelele. Na fedha iko haipendi. Pili, fedha haipendi mtu ambaye haizalishi. Haipendi consumer, inapenda invest. Ndio maana kwa kanuni ya Biblia, kila kiwango cha fedha unachokipata minimum 20% unatakiwa iweke kwenye saving. Unaweza umetoa wapi? Farao alipoota ndoto ya miaka 7 ya mavuno mengi, miaka 7 ya njaa, akamwita Yusufu. Yusufu akamtafsiria, utakuwa na miaka ya plenty na miaka ya njaa. Akamwambia hivi, solution, weka 1 ya 5 ya kila zao utakalopatikana, weka ghalani, ili miaka 7 ijayo itakapotokea njaa usipate shida. 1 ya 5 ni 20% ya kipato. Kwa ina maana alipreserve nchi ya Misri kwa miaka 7 mfululizo only by saving 20%. Ukitaka usecure 7 years to come, anza na 20%. Amen. Formula ndio. Mwingine ataniambia hapa sina hela za kutosha. Hakuna siku hela inafanya nini? Mimi unaona sasa nimekuwa upgrade, sasa ni mbunge, ni waziri. Michango yangu tena ya ruhusa haiwezi kutoa sawa sawa nilikuwa natoa zamani. Zamani naambia mtu anapiga bwana nimebana bwana chukua fushi itakusaidia hata uba. Sasa hivi tuseme hivyo. Ina maana ninapoongeza nafasi na pia kiwango changu cha matumizi nafanya nini? Sasa hivi nilikuwa naangalia familia yangu na ndugu zangu. Leo na wananchi 150,000. Ambao kila siku nikifungua simu hapo kuna mwenye ada, kuna mwenye chakula, kuna aliyefiwa, kuna mwenye ulemavu, kuna sio aliyodondokewa na nyumba. Zile sio zangu tena. Kama sina discipline, hata nipate mamilioni kiasi gani, siwezi kupata maendeleo kwenye maisha. Kwa hiyo usiseme mimi sina fedha nyingi, sema mimi sina nidhamu ya. Define your area. Second, invest kwenye area. Number 3, tengeneza valuable network. Tengeneza mtandao wenye thamani kwenye maisha. Haumhitaji kila mtu. Na unatakiwa uzoe hilo jambo.
Ndio maana Yesu alipofika tulianza kufanya huduma, cha kwanza akachagua watu 12. Haleluya. Katika 12 akachagua watatu. Kuna mambo alikuwa anafanya na watatu, 12 walikuwa wajui. Amen. Uwezo ukawa mtu wa kila mtu, alafu ukawa mtu mkubwa. Haistaki. Kwa maana Yesu alikuwa very discreet. Na akaeleza structure kabisa. Kwamba kuna mambo mimi sitaki kuyafikiria. Ninapofika swala la fedha, mimi sitaki kuzungumzia hilo jambo kwa sababu sio my core ministry. Nampa huyu Yuda ambaye mzimuizi lakini atakaba. Lakini lazima niache. Na hapa tunataka niwaonyeshe umuhimu wa hela. Unajua kuongea na watu wengi wa Benyamini wanadharau sana mambo ya fedha. Ukaanza kuongea sana mambo ya hela, mambo ya mwilini. Yesu alikuwa na wanafunzi 12. Hatuoni kamati yake ya maombi. Au je, mmeiona? Kuna wanafunzi 12. Anatangaza ni kamati ya maombi. Umeshaiona? Umeshaona kamati ya injilisti kwenye wanafunzi 12? Hawapo. Lakini fedha cheo pekee alikigawa mambo ya hela. Akasema kwenye hela sitaki mchezo. Kuomba tuomba wote, ila kwenye hela nataka mahesabu. Wewe unafikiri Yesu kwa nini Yuda alimwisi? Unafikiri alijuaje? Ina maana alikuwa anatunza hesabu. Wale wanawake mbele na Magdalene wakiwa wanachangia mfuko ule, wale kina mama watajua kwa anamwambia bwana, leo tumetoa dinari kiasi fulani. Anaweka hesabu zake anatulia nazo. Siku akija kumuuliza Yuda, tuna hela kwa kununulia watu mikate, Yuda anasema hela zimeisha. Ndio jamaa amepiga. Ndio maana alijua kwamba zimeisha. Na maana alikuwa ana keep books of account. Sasa maana yake ni uwezi ukawa mtu wa kila mtu alafu bado ukategemea kwa somebody. Choose your network wisely. Na unachaguaje watu? Sisemi udharau watu wengine. Hapana. Ninachosema chagua watu kulingana na direction ya maisha yako. Kwa sababu kila unayemleta ana impact kwenye maisha yako, either negative au positive. Ndio maana msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Uwezo ukaassociate na mtu ukatoka neutral, haiwezekani. Either atakufanya uwe mlalamishi au msengenyaji. Atakufanya ujiamini au upambanaji. Kila mtu kuna kitu anamwambukiza. Kwa sababu mtu akiwa mbea na rafiki yako huwa hainogi au mbea peke yake. Yaani kila siku unaleta mbea, haiwezekani. Itabidi tunasema, au unasemaje? Sasa ili kuonyesha ushirikiano na wewe utabidi ufanye nini? Changia. Ukishachangia ndio umerecruit sasa umekuwa na mmoja wao. Impact. Ndio maana wanasema wewe ni average ya watu 5 wanaokuzunguka. Angalia best friend 5 walionao, inaweza kukwambia kesho utakuwa mtu wa namna gani. Watu 5. Hiyo ni research guys. You are an average of 5 people around you. Na kitabu kinaitwa The Slight Edge. Mtu anaitwa Jeff Olson alifanya utafiti. Kwa ukitaka kujua unaenda wapi, angalia aina ya watu wanao kuzunguka. Ndio utajua kwamba unaenda wapi. So choose your friends strategically. Kila mtu tunaweza mkafahamiana, lakini sio kila mtu ni rafiki yako. Kuna tofauti kati ya network na contact. Mimi sisemi ukusanye contact. Nasema tengeneza network. Contact. Unaweza ukapata namba ya simu ya kwangu. Unaweza ukapata namba ya simu ya rais. Unaweza ukapata namba ya simu ya askofu gani. Hiyo ni contact iko kwenye simu. Contact ni yale mawasiliano ulionayo wewe ya watu wengine. Network ni watu wanaokujua wewe, value unaweza kuiproduce au tatizo unaweza kutatua. Ndio inaitwa contact. Inaitwa network. Maana yake ile swali langu, inapofika swali la nani anaweza kutatua tatizo fulani, jina lako linapotokezewa, hiyo ndio inaitwa sasa ni nini? Network sasa. Kwa hiyo unajuana na watu wengi. Kujuana kufanya ufanikiwe. Unapofanya ufanikiwe ni watu kujua thamani unayoitengeneza au problem unayosolve. Mfalme ameota ndoto, mnyweshaji kikombe ndo anamkumbuka Yusufu. Value ndio ikamleta ikulu. Sasa wewe ni nini kitakupeleka kwenye ile unataka kwenda? Maana lazima watu wa karibu wajue. Tumeelewana vizuri jamani? Jambo la kwanza nimesema nini? Define your area, sio? Unaweza kuita your calling, whatever it is. Your mission in life, your vision, lakini define. Ya pili nikasema nini? Invest, wekeza. Hakuna kitu ambacho unaweza kuvuna bila kuwekeza. Namba 3 nimesema nini? Tengeneza network, sio?
Namba 4, consistency. Uendelevu. Fanya kwa uendelevu. Fanya bila kuchoka. Fanya bila kuchoka. Na kwenye kufanya kuna vitu vifuatavyo. Kwanza, unafanya ili kutengeneza visibility. Watu waone unachofanya. Watu waone unachofanya. Fanya. Usiseme mbona kwa mfano watu wanatumia sana social media. Mimi naweza kutumia social media akaunti zangu zote nimeanza 0. Lakini nimekuwa na consistency. Kama kuna siku ndani ya miaka 7 labda 8 iliyopita, kama kuna siku sijawahi kupost, hiyo siku labda nilikuwa sina matatizo gani. I've been doing that consistently kwa miaka yote, consistently, close to 10 years now, consistently. I like mtu asilike, aniseme vibaya, siniseme vibaya, I don't care. Mimi mtu akija akaniambia akanikosoa, najua anachokifanya sio cha kwake, kwa sababu hata Yesu alikosolewa, alikuwa anatoa pepo kwa Beelzebuli, sio? Kwa hiyo ina maana wewe concentrate na watu wako, achana na wale ambao sio wako. Unapofanya kitu chochote, naomba nikupe principle. Nazungumza consistency, kwa sababu utakapoanza kufanya, kuna watu watakukosoa, kuna watu watakuona uwezi, kuna watu watakuona kama vile umepotea, yaani kila mtu atasema cha kwake. Alright? Kwa sababu unapoanza kufanya iko hivi. Experience inaonyesha kwamba unapoanza kufanya kitu chochote, katika 100% ya watu walioko, 25% watakuamini instantly. 25 watakuamini moja kwa moja. 50% wanakuwa neutral. Wakuamini wasikuamini. Wale wanasubiria wengine wakuamini na ndo waje, au wanasubiria matokeo wao wengine waje. 25% watakupinga maisha yako yote. Hata wajenge nyumba, hata wasomeshe watoto, hata wewe mtumishi unatoa si mapepo, unafufua wafu, kuna 25% they will never believe you. Ndio maana mpaka leo Yesu kuna watu wamwamini. Sio Yesu. Mungu kuna watu wanaitwa atheist. Hawaamini katika Mungu. Sasa kama Mungu haaminiwi, wewe nani? Yeye unataka kila mtu akubali. Wewe nani? Unajifrustrate bure. Kwa watu ambao hawaniamini biashara yangu, hawaamini ndoto yangu, there will always be people like that. Kwa unapokuwa na consistency, cha kwanza unataka kukabiliana nacho ni uwezo wewe kuelewa kwamba kuna watu hata ufanyeje, they will never believe in you. Hawatakuja kukuamini siku zote. Ukishajua hivyo, itakuondoa stress kubwa sana kwenye maisha yako. Sana. Utagundua kuna watu unahitaji kubishana nao. Utagundua kuna watu unahitaji kujibizana nao. Wewe unahitaji tu concentrate kwenye jambo lako, nitoe matokeo, kwa sababu wewe hauko accountable kwa wale watu, uko accountable wale kuita kufanya unachokifanya. So kwenye consistency watu wengi wana fail. Na niseme kwa sababu watu wengi wana fail ni kwa sababu ya kusikia makelele ya watu. Akianza kufanya hiyo bwana, sio hiyo. Mimi nilikuwa nimeajiriwa Umoja wa Mataifa. Nikaacha kazi. Niliacha kazi, nikarejista kampuni yangu, nikaanza kufanya training kama wanaofanya wakufunzi ndugu zangu. Watu walisema sana, amechanganyikiwa, sio na nini, tapeli, anaongea tu watu, kwanza kuna anachokifanya, anaongea maneno hayana faida. Lakini wapo watu ambao leo ukiwasimamisha watakupa testimony ya impact yangu kwenye maisha yao. Kwa hiyo nikajifunza kwamba sio kila mtu umeitwa kwa ajili yake. Sio kila mtu. Ni kama biashara. Kuna watu leo uwezi ukawapeleka kwenye kilimo hata ufanyeje. Kwa sababu kilimo kilichowatenda hawana mnacho. Si wapo watu namna hiyo. Lakini kuna watu leo tunawaalika kwenye makongamano watoe ushuhuda jinsi walivyofanikiwa na kustawi na kutajirika kupitia kilimo. Kuna watu leo huwezi kuambia kitu madini hataki kaweza kusikia. Atakwambia na majini na nini hataki kusikia. Lakini kuna watu leo ushuhuda wao maisha yao transformation umetoka kwenye madini. Maana yake ni nini? Kinachomfanikisha mwingine si lazima kikufanikishe na wewe. Na wewe unachokifanya vile vile sio lazima kila mtu aone thamani yako. As long as umeshadefine wewe, umeamua kuinvest, umetengeneza network yako vizuri, be consistent kile unachofanya. Be consistent. Cha mwisho, ukishafanya yote hayo manne sasa, umemaliza. Cha mwisho, usimsahau Mungu. Amen. Usimsahau Mungu. Kuna tajiri mmoja kwenye Biblia
alitajirika, akajenga magala yake, akaweka mazao yake, ni kama kusema alifanya saving hivi benki. Alipomaliza akasema sasa ngoja nitulie, muda umefika wa mimi na wanangu kula nijifurahishe. Sinakumbuka kilichotokea usiku. Mungu akamwambia tena, alimuita nani? Mpumbavu. Unajua kwa nini alimuita mpumbavu? Kwa sababu alifikiri mafanikio ni accumulation, ni kujilipikia vitu ni mafanikio. Kama mpumbavu wewe. Sasa nataka nikuonyeshe kwamba ulichokifanya hakina nini? Amani. Ukimkumbuka Mungu, tafsiri yake utajua kwamba baraka ambazo anakupitishia sio kwa ajili yako peke yako. Mungu anakubariki kwa kiwango ambacho wewe uko tayari kuwabariki wengine. Ndio maana ukipata kitu chochote mkononi mwako, jiulize mapema kwamba hichi kitu, kuna sehemu gani ya hichi kitu ni kwa ajili ya watu wengine. Unapowabariki watu wengine kupitia baraka zako, unampa Mungu sababu ya kukubariki wewe zaidi. Mimi nilianza kulipia watoto ada mwaka 2006 nikiwa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa nachukua sehemu ya Kumlango baada ya kugundua nilikotoka changamoto zake za kielimu. Wakati huo wanafunzi walikuwa wanalipa hela 20,000. Nikawa nachukua sehemu ya Kumlango na kuja kulipia watoto waliotoka katika kaya maskini. Nilianza na watoto wawili kutoka Sabasaba Sekondari. Na katika hao mmoja wapo ni diwani hapa leo. Kaanza kuwalipia, baadaye nikaanza kumobilize rafiki zangu, tuchangishana. Tukawa tunafanya. Nikawa nalipia watoto 200 nikiwa mwanafunzi mwaka wa pili. Nikaanzisha taasisi inaitwa Education Development and Poverty Alleviation Efforts, EDPAE. Nikatoa ofisi wakati na mkurugenzi pale jengo la ambalo mama siku hizo kwenye ofisi pale. Nikapewa pale, nikaanzisha pale. Nikafanya hiyo consistent. Sio kwamba nilikuwa nataka kugombea wakati wa pana. Maana nilikuwa bado mdogo. Lakini nilikuwa naona kwa nini kama Mungu amenibariki mimi nimetoka huko chini kabisa huko kwenye vumbi. Na maana kuna wengine wako kama mimi huko. Tukiwawezesha tu vizuri wanaweza wakafika kwa kama mimi. Lakini kumbe ilikuwa ni mbegu naipanda bila mimi mwenyewe kujua. Maana yake nini nataka kusema? Ili Mungu akubariki vizuri, naomba unisikilize kitu. Ili Mungu akubariki vizuri, lazima awe anajua ana share kiasi gani katika baraka zake. Amina. Mfanye Mungu awe investor, awe shareholder kwenye unachofanya. Kwa hiki ninachokifanya lazima sehemu ya baraka zirudi kwa ajili ya ufalme wa Mungu na watu wake. Ukifanya hivyo, unamlazimisha Mungu kubariki. Na ataendelea kubariki miaka yako yote, kwa sababu anajua akikubariki wewe, amebariki mama mjane ambaye analia kuteseka. Amebariki yatima ambaye kila siku anamuomba Mungu amjibu maombi yake. Amebariki mtu aliyefukuzwa chuo, amekosa ada ya shule. Mfanye Mungu awe na sababu ya kukubariki wewe, kwa wewe kuwa baraka. Ndio maana Mungu alipomwita Abraham alimwambia, I will bless you and you shall be a blessing. Nitakubariki na wewe utakuwa baraka. Usiishie kutaka Mungu nibariki, fanyika kwa baraka. Ukifanyika kwa baraka, unamlazimisha Mungu aendelee kubariki. Haya ni matano. Naamini nyie kama professionals, kama wajasiriamali, kama wafanyabiashara, mkiyazingatia hata personal level yatakuwa na faida kubwa sana. Sasa kidogo kwa upande wa serikali, ziko fursa nyingi sana ambazo tunaweza kuzitumia. Najua wengi nikiuliza hapa watazuia mikopo ya 10%. Hiyo ni sehemu mojawapo tu. Lakini mimi kama waziri wa maendeleo ya vijana, moja ya mikakati mizuri sana ambayo sasa hivi katika nchi yetu ni uwezeshaji kwenye uzima wa vijana. Na hapa tunazungumza uwezeshaji kwa maana ya upatikanaji wa mitaji. Nilisikia Mheshimiwa Rais wakati anapita kwenye kampeni akisema atatoa bilioni 200 kwa ajili ya akina mama pamoja na vijana. Na sasa hivi taratibu unaendelea. Siku chache zijazo taratibu utatangazwa hizo fedha zitakuwa zinapitia wapi, lakini ninajua zipo za vijana zitakuja. Sasa kanuni ya fedha inasema hivi, usisubiri fedha zije ndio ujipange namna ya kuzipata. Jipange kwanza ili fedha zikija zikukute huko tayari. Sasa Mungu awape nini?
una mama yuko hapa. Shughuli zote za uwezeshaji wa serikali tutakazokuwa tunazifanya zikuja kwa msimamizi wa jamii. Hata hizo fedha ndio nisema wao watakuwa rafiki. Sasa mna mtu yuko hapa ambaye ninaamini kabisa atawasaidia pia. Lakini changamoto ambayo tunaikuta sana, moja ni kwamba vijana wengi hawataki kupay price ya kujiandaa kupata zile fedha. Kumbuka hizo fedha zinagombaniwa na vijana. Sasa hizi vijana miaka 15 mpaka 35 na vijana takriban milioni 20 kwa sasa. Si wote watapata, watapata wachache. Sasa nani atapata? Ni yule ambaye wametimiza masharti na vigezo. Masharti na vigezo hutakiwi visubirie wakati fedha zimeshaingia. Wewe usubiri zitangazwe, umeshasikia zinakuja. Nenda pale ulizia. Nenda kule ulikotoka, Tandaimba ulizia, jamani, nimesikia kuna hela zitakuja hapa. Tunatakiwa tufanye nini? Jiandae. Ili zinapokuja zinakukuta huko tayari. Kwa hiyo uwezeshaji utakuja. Lakini juzi kwa naongea na waandishi wa habari kuelezea mipango yetu kama wizara, pia nilieleza kwamba katika miaka 5 ijayo direction ya uwezeshaji wa vijana inaelekea kuhama kutoka vijana kwa kufanya tu kwa wachuuzi na wauzaji, tunataka tuwafanye wazalishaji na watengenezaji. Hiyo direction ya wizara tunayo sasa, kwamba hatuwezi kuwa na taifa la watu ambao kazi yao kuuza na kununua, kuuza. Nani anazalisha sasa? Tunataka wazalishe. Sasa ili kutengeneza huo, tumekuja na mkakati wa kuwatengenezea vijana kitu kinaitwa Youth Economic Special Zone, inaitwa WISES. Na kuna taasisi inaitwa TISEZA, taasisi ya serikali au wakala wa serikali anayeshughulikia na mambo ya Special Economic Zone na investment, Tanzania Investment Special Economic Zone Authority. Ile inatengeneza maeneo maalum kwa ajili ya vijana wanaotaka kuingia kwenye uzalishaji na utengenezaji. Tutakuwa na vijana 100,000 makampuni, lakini kuna 20,000 watachukuliwa, watawekwa kwenye yale maeneo. Na hapa Mtwara tunalo eneo litatumika, eneo la Silo. Ukienda wilaya yako uliotoka yako hayo maeneo, cha kwanza nenda ka identify yale maeneo, nenda kaulizie. Ukishaulizia, maana lazima uwe na kampuni, kwa sababu anakuja kuwezesha, sio mtu binafsi, anakuja kuwezesha nini? Kampuni. Kwa andaa hizo kampuni, na ile itakuwa ni one stop center. Mambo ya regulatory zote zitakuwa pamoja, CTRA, BRELA, OSHA, nani wote huduma zao zinakuwa pale, na itatengeneza infrastructure tayari, maana share hizo zitakuwa pale. Na tutafanya kitu kinaitwa asset investing, kwamba wewe kama unahitaji mashine, serikali inakununulia ile mashine, inakuwekea pale, inakuagizia, inaleta na kaa pale. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vitafanyika kwenye hiyo skimu. Lakini unajua kinachotokea nini? Nimetangaza news, kuna watu wanaanza kupiga simu, wanaanza kuniambia sasa bwana, sio kufanya hivi, mtu asiyapata simu tena. Na kuna watu watatoka nje watakuja kuwekeza hapa, kwa sababu hatuwezi kubagua. Haya, tumeita watu waje hapa, kama wako wanafanya kijana kutoka zake huko, atamwambia Sibogori na Tanzania, atakuja atachukua nafasi. Sasa wewe kama kijana, kazi yako sasa hivi ndio hiyo, anza kuwaza, anza kufikiria hivi sasa, hii kitu ikija inahitaji niwe na nini, nijiandae vipi? Ukishajiandaa ndio unaweza kuvuna kile kilichopo. Nakumbuka mafuta yale mama mjane yalikauka baada ya vyombo kuisha. Kiwango cha mafuta unachopata kinalingana na vyombo vilivyo. So hiyo ni opportunity kubwa sana itakuja kutokea. Tunaisema, tutaendelea kuisema, lakini nia ya kuwaambia ni muweze kujiandaa. Lakini pili, tuna taasisi ya serikali inaitwa National Economic Empowerment Council. National Economic Empowerment Council, taasisi ya uwezeshaji ina mifuko mingi sana, karibu 65 nafikiri sasa. Jiorient, watu wengi kwa mesa, unajua nikwambie iko hivi. Kwa mfano tukakubaliana kwamba kesho tufanye jambo fulani, alafu na tunasema mimi sifanyi, mwisho wa siku inakuwa ifanye nini? Ifanye kisio. Vijana wengi ukiongea nao huwa wanasema hivi, hizo hela mpaka zitangazwe watakuwa watu wameshachukua. Nimeshasikia watu wakisema hivi, watu watakuwa wamefanya nini? Wamechukua. Kuna watu maalum. Sasa ndio nakwambia, mimi si waziri wa maendeleo ya vijana, ndio nakwambia
kwamba mpaka sasa hivi hakuna list ya kijana yoyote ambaye anasema ndio ataipata. Wewe ukijiandaa vizuri, hiyo fursa itakuja kwako. Kwa mimi natamani askofu, kutoka kwenye majadiliano yote nitakayofanya, nitafurahi sana kama nikija kupata taarifa kwamba angalau tutapata hata mtu mmoja wawili kutoka hapa ambao hizo fursa ninazozungumza watafaidika nazo. Nitafurahi sana. Kama nilivyosema, kama unahitaji msaada wowote kwa maana ya taarifa na nini, contact point ya kwanza ni mama ambaye hata mimi namtegemea hapa jimboni. Contact ya kwanza tuko pale. Wewe kama umetoka mahali pengine na wenzake kule wataongea lugha yao, wanajua mnapoongea. Lakini jiandae. Fursa haziji kwa mtu ambaye hajajiandaa. Mafanikio ni pale fursa inapokutana na maandalizi. Kama hujajiandaa, hata fursa zikiwa 100, 1000 zitakupita. Leo nikisema nina fursa ya mtu kuja kufanya kazi ofisini kwangu, lakini awe na uwezo wa kuendesha gari manyo. Wewe unasema una kazi, lakini kwa sababu unaweza kuendesha manyo, fursa imekuja lakini hujajiandaa, huwezi kuipata. Kwa fursa haikufanikishi wewe. Kinachokufanikisha ni pale fursa inapokuja inapokutana na maandalizi. Niwatakie retreat njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Again, najua nimechukua muda mrefu, lakini kama nilivyosema, sijajua nilikuwa nafungua au nafundisha au na share mawazo, sijajua. Lakini kikubwa, dhamira yangu na nia yangu ni kuona kwamba retreat hii tunayoifanya haishi tu kwenye maneno, inaishia pia kuleta matendo na matokeo. Natakia siku 3 njema za mafanikio. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naomba nitangaze retreat hii sasa imefunguliwa rasmi. Jamani, tumbariki Mheshimiwa Waziri. Tumbariki tena. Tumbariki mara ya mwisho. Sasa ungeenda mjifiche kwanza pale kwenye taa pale. Wakati huu ni wakati mzuri pia, baada ya kusikia maneno mazuri kwa ajili ya askofu wetu kuja kuitikia kidogo baada ya ufunguzi wa mikutano yetu hii. Alafu na mpango wa kuongeza kiingilio kidogo maana